Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wetu, kama ilivyo ada na kawaida, leo ni siku nyingine tena ambayo tunakupasha habari mkazi wa katika jiji la Uganda na hasa katika mji wa Kampala. Basi mimi nikwambie tu, hii ni kwako na ni maalumu sana kwa wewe ambaye ni kipenzi chetu, jamaa yetu, rafiki yetu, lakini pia yule ambaye ametamani sana na sisi lakini haijapatikana fursa. Sasa tunakufikia katika ardhi yenu tukiwa sambamba na Dr. Saidna Sheikh Sofudi Al-Ghazali pamoja na crew yake nzima. Tutakuwa katika ardhi ya Kampala na kubwa ni kusikiliza yale majambo ya watu na kuona namna gani tunaweza tukatatua kwa namna moja nyingine biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini yako mengi ambayo Saidna Dr. Sheikh Sofudi Al-Ghazali anaweza kuyasema kwa ajili yako wewe ambaye upo katika ardhi ya Uganda, hasa katika jiji la Kampala. Je, unawezaje kwa wewe ambaye una mitihani na mbalimbali? Je, Saidna Dr. Sheikh Sofudi Al-Ghazali yeye anasemaje kunako wakazi hawa katika mji wa Uganda, hasa katika jiji la Kampala? Dr. Saidna Sheikh Sofudi Al-Ghazali. Yalla. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na bila shaka nakuona ukiwa na afya bora kabisa. Wallahi namshukuru Allah tabaraka wa taala. Na hasa tukiwa katika afya tele na nishati ya kutosha. Neno letu kubwa ni kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Na vipi kunako maandalizi ya kuelekea katika mji wa Uganda, hasa katika mji wa Kampala? Sahihi kabisa, tukiwa rasmi kabisa katika maandalizi ya mwishoni kabisa kuelekea katika nchi ya Uganda, hasa jijini Kampala. Maandalizi ni mazuri na watu wengi sana katika ardhi ya Uganda wamekuwa wakinitafuta kunipigia simu na wengine wamekuwa wakinitafuta kwa kunitumia ujumbe hasa kupitia katika namba zetu za WhatsApp, na wengi tumekuwa tukiwahitaji watueleze nini shadaidi zao. Kwa maana shida zao ni nini, kila mmoja kwa maana kwa wakati wake aweze kutueleza nini shida yake, ili tuone pia nasi tunapoondoka hapa tunabeba silaha za namna gani kutokana na mashakili ya watu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mwitikio wa watu wa Uganda ni mkubwa sana. Na ni watu ambao walitutamani sana muda mrefu tuwafikie katika nchi yao. Sahihi. Na katika maeneo yao. Alhamdulillah, hilo limefanikiwa kwa wakati wa sasa. Unajua kila kitu kina wakati maalum. Sahihi. Unaweza ukafosi uwe wakati fulani, lakini Mwenyezi Mungu kumbe kajalia utakuwa wakati fulani. Sisi tunasema tupo njiani kuja katika ardhi ya Uganda mnamo tarehe 20 mwezi huu. Kwa maana siku ya Ijumaa mosi tunatarajia tutakuwa tuko njiani au tuko safarini kuelekea hapo katika jiji la Kampala. Na safari ambayo tutakaosafiri, sisi tutasafiri kwa usafiri wetu. Tunapenda sana kusafiri kwa usafiri wetu ikiwa katika nchi ambazo usafiri wetu unaweza ukafika. Kwa tutaondoka hapa Mwenyezi Mungu akitujalia baada ya salati alfajiri ya siku ya Jumamosi. Tutaondoka hapa Dar es Salaam, tutatembea kwa kadri atakavyotuwezesha Allah tabaraka wa taala. Nafikiri tutakwenda kulala hapo ambapo tutapokuwa tumekadiriwa na Mwenyezi Mungu. Sahihi. Kisha baada ya hapo asubuhi yake tutamaliza safari yetu inshallah tukiwa haina salama, na iwapo kama chombo chetu kitakuwa hakina shida ya aina yoyote. Kwa hiyo mimi niwaambie ndugu zangu wa Uganda, unajua kuna watu wana shida mbalimbali. Sahihi. Kuna wale ambao wao shida yao sio maradhi, lakini wana matatizo ya kiuchumi. Sahihi. Mathalan, mambo yao wana mipango mizuri sana lakini haifanikiwi. Na wapo wale ambao wao wana biashara zao. Mandhari ya biashara zile ni mandhari mazuri sana. Sahihi. Lakini natija ya biashara yenyewe haipatikani. Lakini kadhalika kuna wale ambao ndoa zao zina shida, mizozo, magomvi, balaa, kufukuzana, kudhuriana. Insha Allah fursa ya kutatua migogoro
ndiyo hii insha Allah. Lakini kadhalika kuna wale ndugu zangu ambao wao wanashughulika na masala ya madini, wana migodi au wao ni wachimbaji. Sasa fursa pia ya kuitumia ndiyo hii ndani ya masiku 7 tu katika jiji la Kampala nchini Uganda biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na kuna wale wenye shadaidi za aina mbalimbali. Na mimi hapo Sheikh, kabla ya kuelekea, mimi nikazie kwamba kuna watu ambao tayari wao wana maradhi ambayo moja kwa moja yapo ndani ya miili yao. Lakini pia tumepata simu nyingi zikihitajika mkono wa idi, kihitajika prostate na tanwirul jasadi, lakini pia mujarrabu, na watu wakaenda mbali sana na wengine wakahitaji kabisa zile kazi madhubuti kabisa za majumbani kwao. Kuna mtu mmoja mimi kanipigia kanambia, shekhe, mimi niko tayari kwa gharama yoyote ufike kwangu. Kanambia kwangu mimi sio Kampala, ni kiasi cha kutoka Kampala takriban masaa kadhaa kufika hapo kwake. Akasema mimi nitachokifanya shekhi wangu, naomba ufike Kampala, alafu mimi nitakutumia usafiri hapo Kampala, au kwa kuwa unao usafiri wako basi inshallah tutafanya utaratibu ili ufike hapa nilipo kwa gharama ambayo utakayonieleza. Mimi niko tayari maadamu naamini kabisa kazi zako na nimeziona kwa muda mrefu, nimefuatilia hatua kwa hatua, nimeridhishwa na taratibu zako. Kwa hiyo inshallah biidhnillahil karim inawezekana tukapata siku moja tukatembea pia katika nchi ya Uganda. Sahihi. Kuelekea huko ambako panapo semekana natakiwa watu wakafike huko. Saha kabisa. Na kuna kitu kingine, kuna baadhi ya watu wanatuuliza sana. Sasa katika jiji la Kampala, jiji ni kubwa hili, nyinyi mtafika mahala gani? Sisi tunawaambia inshallah msiwe na shaka, mwenyeji wetu yuko hapo, na inshallah hivi si muda mrefu atatupa taarifa ya kwamba tutakuwa ni sehemu gani, na sisi tutaitaja hiyo sehemu ambapo tutapokuwa tupo inshallah biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Basi mimi nikwambie, tunakupashe kwamba ukipata habari hii basi mfahamishe na ndugu yako, jamaa yako, rafiki yako, kwa sababu kwa hakika kabisa inawezekana si wewe majanga, lakini ushamsikia ndugu yako au rafiki yako anayo matatizo, lakini fursa ya kuweza kukutana nasi ndiyo hii katika ardhi ya Uganda, haswa katika jiji la Kampala. Tutakuwa hapo kwa muda masiku 7 tu. Maana yake tukiondoka hapa tarehe 20, tarehe 20 tutakomeza kwa Mwenyezi Mungu, tukitembea vizuri tutakuwa tumefika katika ardhi ya Uganda, na kubwa tu kuanzia tarehe 21 hiyo 22 taratibu za kwanza kuwasikiliza watu kwa masuala yao yatafanyika. Lakini pia haitoachwa pia kwa mtu ambaye anataka kwenda kufanya jambo lake nyumbani kwake, haitoshindikana, isipokuwa taratibu lazima zifuatwe tu kutokana na maelekezo. Na kizuri zaidi, al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan, kuna watu pia ambao wamenipigia kutoka katika nchi jirani. Mathalan kuna ndugu zangu kutoka katika nchi ya Rwanda. Wao wamesema, shekhe, mashallah, nimefurahi kusikia unakwenda katika nchi ya Uganda katika jiji la Kampala. Anasema huyu bana kwamba mimi natoka katika ardhi ya Kigali, Rwanda, na kuja tukutane hapo ili kadhalika mambo yangu yaweze kufanyika kwa ufasaha. Lakini kadhalika yupo mwingine yupo katika ardhi ya Sudan. Kasema nakuja hapo ili nije nifanye majambo yangu. Na kuna mmoja anatoka Somalia. Anakuja hapo mahala kwa lengo la kuja kufanya majambo yake. Yani pale Kampala ni sehemu nyepesi ya kukutana nao kwa mujibu wa wao walivyosema ili kufanya majambo yao. Sisi tunawaambia inshallah biidhnillah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri inshallah. Tayib. Basi mimi nikwambie tu kwamba hii ni taarifa ambayo unapaswa kumfikishia ndugu yako, unapaswa kumfikishia kila ambaye anahitaji, mwenye mitihani na dhiki za aina mbali. Kuna watu ambao wao wanaweka sana kutafuta kazi kwao zimekuwa ni nzito ama ni ngumu sana kupatikana kwake, lakini pia wengine migogoro katika kazi zao wanazozifanya haiishi, siku baada ya siku mambo yamekuwa ni mengi kweli kweli, kwa nafika mahala mpaka hamu utendaji wa kazi unashuka kwa sababu tu
mitihani wapitia katika kazi yake. Lakini watu wana migogoro katika ndoa, wamekimbiwa, kuna bwana kamkimbia bibi kamkimbia bwana, basi ili mradi tu tumia fursa ndani hizo siku 7 tu katika ardhi ya Kampala, Uganda, ili uweze kutatua changamoto hizi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia kwa wale ambao wenye mitihani na dhiki za aina mbalimbali, tumia fursa hii ya siku 7 tu katika ardhi hiyo ya Uganda, hasa katika jiji la Kampala, ili kuweza kukutana nasi, usikilizwe vizuri, ushauriwe vizuri na upewe mwongozo ulikuwa sahihi ambao unaweza kufanya jambo lako katika hali iliyokuwa nzuri kabisa. Siku 7 ni nyingi ukizisema, lakini ni chache kwa kuziishi, hasa katika kufanya majambo ya watu. Lakini kubwa ni wewe tu kuwa wa mwanzoni kabisa kukutana nasi, kwa sababu inawezekana kukutana na orodha kubwa, siku zikafika kabla wewe haujafikiwa zamu yako. Maana yake inawezekana usipate fursa kukutana na sisi. Tumia fursa hii mapema sana, ikiwezekana piga simu kabisa hivi sasa, tukusikilize, tukushauri mapema, ili wewe katika orodha watu ambao watakao kuwa watu wa mwanzoni kabisa kuweza kusikilizwa na kushauriwa, na ikiwezekana kufanyiwa jambo lako katika hali iliyokuwa nzuri kabisa. Lakini pia kumbuka, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba unazoziona hapa kwa WhatsApp, ukatupigia simu, na baada ya hapo ukashauriwa na ukapewa tu mwongozo uliokuwa bora kabisa wa namna gani unaweza kufikisha, unaweza kupata utaratibu wako ili kheri ziweze kupatikana. Kumbuka, hatuachi silaha ya aina yoyote ile, hasa tukijua kama tunakwenda kuna watu na mitihani mingi, wana dhiki nyingi, anatakiwa ziweze kutatulika biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kuwa na amani, najua kabisa kwamba tayari wanaingia wakiwa kamili kweli kweli, na naamini watu wengi watafurahia na watamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ujio wetu sisi hapo katika ardhi hiyo ya Uganda biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mimi nikwambie tu, mpe taarifa ndugu yako, ukipata klipu hii mwambie, hata kama yuko nje na ndugu yake yuko katika ardhi ya Uganda, mfahamishe ili aweze kupata msaada huo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Naamini kheri nyingi zitapatikana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mawasiliano zaidi tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 au 0659869734.